Karibu tena mtazamaji. Sasa tuangazie taarifa kuhusiana na afya, huku ufadhili zaidi ukiendelea kuelekezwa katika juhudi za kukabiliana na Ebola. Visa vipya vinaendelea kuripotiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hali inayozua wasiwasi zaidi kuhusu juhudi za kudhibiti virusi hivyo hatari. Marekani imetenga nyongeza ya dola milioni 242 na kufikisha jumla ya msaada wake wa moja kwa moja hadi dola milioni 512, huku mamlaka za afya zikiongeza juhudi za kufuatiliaji, matibabu, lakini pia utoaji wa chanjo katika kukabiliana na mlipuko huo unaoendelea kubadilika kwa kasi. Marekani imetenga nyongeza ya dola milioni 242 kusaidia juhudi za kukabiliana na Ebola katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufikisha jumla ya msaada wake kuwa moja kwa moja hadi dola milioni 512. Fedha hizo zitagharamia shughuli za dharura kwa kipindi cha hadi miezi 6. Mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa umevuka hadi visa 4,000, hali inayoonyesha ukubwa wa dharura hii ya kiafya. Kufikia Agosti mwaka 2026, Wizara ya Afya ya DRC ilikuwa imerekodi maambukizi 4,053 yaliyothibitishwa na vifo 1,850 tangu mlipuko huo kutangazwa tarehe 15 Mei. Kwingineko, shirika la afya duniani WHO limependekeza chanjo ya Ervebo, ambayo ndiyo chanjo pekee ya Ebola iliyoidhinishwa, ifanyiwe majaribio dhidi ya virusi vya Bundibugyo. Pendekezo hilo linakuja wakati DRC inakabiliana na mlipuko ambao umefichua pengo kubwa katika ulinzi wa chanjo. Tafiti mpya za maabara na wanyama zinaonyesha kuwa Ervebo inaweza kutoa kinga dhidi ya virusi hivyo, ikiwemo kupunguza hatari ya kifo. Pendekezo hilo linatolewa kufuatia mkutano wa Julai tarehe 31 ulioandaliwa na ushauri wa kifundi la WHO kuhusu uwekaji kipaumbele wa chanjo za majaribio. Kundi hilo lilipitia ushahidi mpya wa kisayansi kutathmini chaguo za chanjo kwa ajili ya mlipuko nchini DRC na Uganda. Anmusungu KTN, Nairobi.